Na mtazamaji, wanasema akae karibu na moto bila shaka huandaliwa wa kwanza. Ni fahari yetu kuungana nawe kwenye taarifa hizi za upeo wa TV47. Kama kawaida tumekuandalia taarifa kemkem. Mienyi wako Andrin Kilemi. Na mimi ni bila shaka ukisikia siku kama ya leo unajua ni siku ya ukumbi wa siasa. Hali ambapo huwa tunadadavua sera, tunaangazia siasa jinsi ambavyo zinachezwa na wale ambao ni wachezaji wanasiasa. Na hii leo tutakuwa tukizungumza moja kwa moja na Senator Stewart Mazayo ambaye ni kiongozi wa wachache katika bunge lile la Seneti, zaidi kuhusiana na matakwa ya wapwani na siasa za ODM. Lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Mafuta tulionayo yatafika mwezi Aprili, asema waziri wa kawi Opiyo Wandayi, huku vita vya mataifa ya Ghuba vikiendelea. Serikali yakanusha madai ya kufufua mkataba na kampuni ya Adani, huku upanuzi wa angatua ya Jomo Kenyatta ukitarajiwa kuanza mwezi Juni. Wabunge wa ODM waidhinisha kutimuliwa kwa Edwin Sifuna katika wadhifa wa katibu mkuu. Na wafanyabiashara na wakazi wa vijiji vya Gatimu, Kiroe na Chungamali Limuru wakadiria hasara baada ya daraja la Chungamali kufurika. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Karibu. Rais William Ruto ametangaza mipango ya kuboresha uwanja wa ndege wa JKIA ufikapo mwezi Juni mwaka huu. Hii ni licha ya mamlaka ya viwanja vya ndege kupinga kuwepo kwa mkataba kati ya serikali na kampuni ya Adani katika kuboresha na kupanuliwa kwa uwanja wa JKIA. Waziri wa uchukuzi Davis Chirchir ametoa mikakati ya ujenzi huo. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, mamlaka ya viwanja vya ndege inasema kwamba mkataba wa shirika la Adani ulisitishwa na hakuna mazungumzo yoyote ambayo yanaendelea wala wandani wa Adani. KAA inaeleza kwamba mpango wa kuboresha uwanja huu umefadhiliwa na serikali ya Kenya na kuidhinishwa kwa kuzingatia sera ya sekta ya umma. Kadhalika, mamlaka ya KAA imewajulisha Wakenya kwamba itaendelea kuwajibika na kuwajulisha kuhusu mikakati iliyopo. Mtazamaji, kikao cha wabunge wa chama cha ODM kimeidhinisha uamuzi wa baraza kuu la chama kumtimua seneta wa Nairobi Edwin Sifuna katika wadhifa wa katibu mkuu. Sifuna ambaye hakuhudhuria kikao hicho alisutwa kwa kukiuka katiba na kwenda kinyume na msimamo wa chama, huku kikao cha leo kikimtaka aheshimu Oburu kama kiongozi wa chama. Mwandishi wetu Apollo Kamau na mengi zaidi. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kwa mara nyingine tena aliwekwa kwenye darubini na chama chake cha ODM. Hii leo ikiwa ni kikao cha wabunge wa chama hicho waliofanya kikao katika majengo ya bunge ambacho Sifuna alisusia. Kikao hicho kilichoongozwa na kiongozi wa chama Oburu Oginga kikimfokea Sifuna vikali kwa ukosefu wa nidhamu kutokana na kutoheshimu maamuzi ya chama na Oburu kama kiongozi wa ODM na kuidhinisha kuondolewa kwake na baraza kuu la chama mwezi uliopita. They have endorsed the decision of the National Executive Committee of the party and the Central Committee on the decisions that they have taken in their last 3 sittings. Kikao cha leo ambacho kilihudhuriwa na washirika wa Oburu vilevile kilihudhuriwa na baadhi ya wabunge wa mrengo wa Sifuna wakiongozwa na naibu kiongozi Godfrey Osotsi, wabunge Caleb Amisi na Clive Gisairo. No, let me ask you something. Are you not seeing in these PG members you are claiming to be Linda something? All of them are here. Yeah.
Aren't you seeing here? Look at the faces. Chama cha ODM kikitoa makataa yake kwa UDA kwamba ngome za chama lazima zisalia ODM katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, huku kikiomba kwamba fidia ya walioumia kwenye maandamano iwekwe kwenye bajeti ya nyongeza. We want to increase our numbers in the next general election from what we have today, and we are telling any party that we are associating with, any party in this country that wants to associate with us, our parliamentary numbers are not negotiable. We can negotiate on anything but not on our parliamentary strength. Licha ya wito wa umoja chamani, kutokuwepo kwa mrengo wa Sifuna katika kikao cha leo ni ishara ya jinsi migawanyiko chamani imelemaza juhudi za kuleta umoja. Apul Kamau, TV47, katika majengo ya bunge. Asante sana Apollo Kamau kwa uketo wa taarifa hiyo. Mtazamaji, Rais William Ruto kwa mara nyingine ametetea uamuzi wake wa kushirikiana na serikali ya kaunti ya Nairobi. Kwa mujibu wa kiongozi wa taifa, hatua hiyo inalenga kuhakikisha jiji linapata uwezo wa kutosha kukabiliana na changamoto zinazowakabili wakazi wa Nairobi, kukiwemo kupanua huduma za afya kwa kutoa vifaa vya tiba katika hospitali ya Mutuini Dagoretti. Rais William Ruto amekagua hospitali ya Mutuini katika eneo bunge la Dagoretti South. Serikali pia inapanga kujenga barabara mpya na kuboresha usafi wa jiji. Baada ya ziara hiyo, rais aliendesha mkutano wa hadhara katika maeneo tofauti ya jiji akiwa ameandamana na viongozi kadhaa akiwemo gavana wa Nairobi Johnson Sakaja pamoja na mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor. We are prepared to transform the city of Nairobi. We are going to build new roads in Nairobi city. We are going to light Nairobi city. We are going to make sure that there are facilities for medical services in Nairobi city. And we are going to clean the city of Nairobi. Hiyo ndio kubadilisha Kenya. Hakuna mashindano ya ukabila ama chuki ama migawanyiko itasaidia Kenya. Ile mpango ya maendeleo ndio itabadilisha Kenya. Mutuini walikuwa wanaona ni kama hawako Nairobi. Si ni kweli? Walikuwa wamesaulika. Sasa kwa hii Mutuini, Your Excellency, tuko na hii hospitali, nimewajengea jikoni watoto wanakula, tuko na soko ambayo tunaendelea. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Kuna vijana wetu wameingia kwa Green Army, tunataka zaidi waingie kwa Climate Works, kwa sababu tulisema kazi ni mboka ni, si ndio hiyo? So Excellency, ile tutakuomba hii, mnaona hii ndio kushirikiana ya national government na county government. Na wakazi wa vijiji vya Gatimu, Kiroe na Chungamali katika eneo bunge la Limuru, kaunti ya Kiambu, wanalalamikia hali duni ya barabara katika daraja la Chungamali msimu huu, ambapo baadhi ya maeneo nchini yanashuhudia mvua kubwa. Mtazamaji, taarifa hiyo bila shaka tutakuwa tunakuletea baada ya muda usiokuwa mrefu. Kumbuka taarifa hizi unazidi kuzifuatilia kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Facebook na YouTube tuko live ni TV47 Kenya. Kwingineko ni kwamba hali tete ikiendelea nchini Iran na katika mataifa mengine ya Ghuba, serikali ya Kenya imewahakikishia wananchi kuwa kuna akiba ya kutosha ya mafuta. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesema mikataba ya uagizaji imelindwa hadi mwezi wa Aprili mwaka huu ili kuzuia uhaba. Hatua hii inajiri huku vifo vikiongezeka katika jiji kuu la Iran. Takriban watu 787 wameuliwa kufikia sasa. Mwanahabari wetu Michelle Mwangi ametuandalia taarifa ifuatayo. Huku idadi ya vifo nchini Iran ikifikia takriban watu 700 kufuatilia mashambulizi mapya, hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta imeenea katika masoko ya kimataifa. Hata hivyo, serikali ya Kenya imewahakikishia wananchi kuwa hakuna tishio la haraka la uhaba wa mafuta nchini. Kupitia Wizara ya Kawi, Waziri Opiyo Wandayi amesema mikataba ya uagizaji imeimarishwa ipasavyo na akiba iliyopo inakadiriwa kutosheleza mahitaji hadi mwezi wa Aprili mwaka huu.
Wakati huo huo, nchi jirani ya Uganda nayo imetuliza hali ya hofu kwa kueleza kuwa ina akiba ya kutosha ya mafuta, huku ikiendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa mzozo huo. Ingawa utegemezi wa mafuta kutoka nje unahatarisha ukanda wa Afrika Mashariki, hatua za tahadhari za nchi ya Kenya na Uganda zinatoa suluhisho la muda. Michelle Mwangi, Runinga ya TV 47. Na kufuatia ajali iliyosababisha kifo cha mbunge wa Emurua Dikir na watu wengine 5, Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula ametoa tahadhari ya usalama wa angani, huku akitaka uimarishwe kwa masharti ili kudhibiti ajali za ndege. Mwaluse Meshak anaarifu zaidi. Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula ametoa wito wa kuimarishwa kwa kanuni za usalama wa usafiri wa angani, tahadhari zaidi wakati wa hali mbaya ya hewa kufuatia ajali ya helikopta iliyosababisha vifo vya watu 6 Mosop, kaunti ya Nandi. Akizungumza leo Jumanne nyumbani kwake marehemu mbunge wa Emurua Dikri Johana Ngeno, Spika Wetangula amewataka wabunge, marubani na watumiaji wa huduma za angani kuzingatia kikamilifu taratibu zote za usalama, ukiwemo utabiri wa hali ya hewa kabla ya safari. Encourage the aviation authorities to ensure that regulations are enforced when the weather sounds and looks bad, what pilots should do, so that we don't have a recurrence of this kind of tragedy. Aidha, Spika amesisitiza kuwa ni muhimu kutambua mabadiliko ya hali ya hewa na hata kupunguza matumizi ya helikopta nyakati za hatari. Johana was a very gifted member of parliament, never speaking out of turn, never offending the standing orders of the House, and constantly consulting where he needed to consult. Hayo ya kijiri, shughuli ya upasuaji wa maiti ya watu 6 walioangamia kwenye ajali hiyo ya helikopta imefanyika leo katika makafani ya Lee hapa jijini Nairobi, ikiongozwa na mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Oduor. The bodies had varying levels of injuries, which varied from head injuries, chest injuries, and spinal injuries. There are also varying levels of burns. Some were burns beyond more than others. But shughuli hii imeongozwa na taasisi ya KEMRI kutumia sampuli za msimbojeni kutoka kwa ndugu na jamaa wa karibu wa marehemu. What you can say is that they died because of multiple injuries and burns, and this were caused by the helicopter crash. Hafla ibada ya wafu ya walioaga itaendeshwa kesho Jumatano na baadaye mazishi ya mbunge Johana Ngeno kufanyika Ijumaa ya tarehe 6 mwezi huu pamoja na wafanyakazi wake 4 katika kaunti ya Narok. Mwaluse Meshak, TV 47, Nairobi. Na katika eneo la Marigat, Baringo Kusini, mapambano ya kimya ya akina mama wanaolea watoto wenye mtindo wa ubongo almaarufu cerebral palsy yanaendelea bila wengi kutambua. Chemurara Setanei mwenye umri wa miaka 70 ni mmoja wa akina mama hawa. Anamlea mjukuu wake Roy aliyeachwa porini akiwa mtoto mchanga. Kwa miaka 12 sasa, Chemurara amekuwa mlezi wa pekee, akimbeba, akimlisha na kumtunza bila matibabu maalum wala tiba ya mazoezi. Linda Alela anakupa taswira ya akina mama hao na ombi lao kuu kwa serikali. Tazama. Nasikia chungu sana. Baada ya kutoroka utovu wa usalama Kapindasum, umaskini uliwalazimu kuishi katika kibanda hiki kinachotumika kama makazi yao. Mbali na Roy, ana wajukuu wengine 2 wenye mahitaji maalum. Mmoja amepoteza uwezo wa kuona na mwingine ni kiziwi. Haya, anajaribu kutafutia hii mtoto hata masaidizi. Hakuna. Anapeleka, mimi naenda paka Kabarnet kwa Mutai. Anamwambia mimi, wacha tume hii manini paka wapi? Paka Nakuru, Nairobi. Gloria Cherotich naye ana kumbukumbu za alivyopanga kujitoa uhai pamoja na mwanawe kabla kukutana na mama aliyekuwa na changamoto sawa na yake. Jambo hilo lilimpa nguvu ya kuendelea. My partner akaingia depression, akakunywa pombe, afiki kwa nyumba, ninaanza kuzunguka na mtoto kuomba. Iliricha point pia mimi kama nikaanza kuwa mentally disturbed, nika try suicide several times.
Mtindio wa ubongo ni hali inayoathiri mwendo na mkao wa mwili tangu utotoni. Ingawa haina tiba kamili, matibabu ya mapema na huduma maalum huboresha maisha ya mtoto. Hata hivyo, huduma hizi ni adimu Baringo Kusini. Sasa wanatoa wito wa msaada wa kisaikolojia, huduma bora za afya na sera zinazowalinda walezi, wakitumai sauti zao zitasikika. Linda Alela, TV47. Na mahakama ya Nakuru imetoa uamuzi kuwa washtakiwa 6 ambao ni maafisa wa mbuga ya wanyamapori KWS wana mashtaka ya kujibu katika kesi ya kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo katika mbuga ya Nakuru. Kwenye uamuzi uliotolewa leo mchana na hakimu mkuu Kirui Kibelion, maafisa hao watatakiwa kujitetea mbele ya mahakama. Mike Chalo na kina cha taarifa hii. Leo Jumanne saa 8 mchana, mahakama ya Nakuru ikifurika tayari kwa uamuzi na mwelekeo wa kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo Januari tarehe 18 mwaka 2025. Na wakati ulipofika, ikimchukua hakimu mkuu Kirui Kibelion dakika 2 tu kutoa uamuzi wake. It is my finding that a prima facie case has been established against all the 6 accused persons sufficiently to require each accused to make a defense. Hakimu huyu akiamua kuwa 6 hao wana kesi ya kujibu, huku akipewa njia 3 za kujitetea. Ima iwe kupitia kiapo, bila kiapo, au achague kukaa kimya. Each accused therefore is placed on defense. We respect the court's decision. We are going to defend them to the best of our ability. Aidha, pande zote mbili zikikubali uamuzi wa hakimu huyo, huku wakitumai haki itapatikana. We hope, as we have done so in the past, that justice would be served for the sake of Brian Odhiambo. In the event we require more witnesses, we shall seek leave of court to call any additional witnesses. Baada ya mahakama kuamua kuwa washukiwa wote 6 wana kesi ya kujibu, vikao vya kujitetea vinatarajiwa kuanza Juni tarehe 8 mwaka huu. Mike Chalo, TV47. Na afisa wa idara ya DCI Daniel Macharia anashutumiwa kwa mauaji ya Florence Nyaga, mpenziwe wa miaka 13. Mwili wa Florence ulipatikana katika nyumba waliokuwa wakiishi naye. Mwandishi wetu Muthoni Brenda anatuarifu zaidi. Nyumba hii katika eneo la Roysambu Kasarani iligeuka kuwa eneo la mauaji. Muonekano wa eneo la tukio ukiashiria kulikuwa na mapambano makali. Florence, msusi maarufu jijini Nairobi, anasemekana kuuliwa na mpenzi wake Daniel Macharia ambaye ni afisa wa idara ya DCI. Kulingana na familia, mivutano na migogoro kati ya wapenzi hao wawili imekuwa ikiendelea kwa miaka kadhaa sasa. First time nilikuwa nimekuja kuona mama na mtoto wangu. Na hiyo time nimeingia mlango iko imefungwa, nikaingia, nikakuja, nikaketi like on that seat, kwa kila vitu chini. Hii mlango ilikuwa open. Then I see my mom akianguka from the bedroom na nitake imemrusha. Hata hivyo, Ijumaa mivutano hiyo ilichukua mkondo mpya na kuzidi kiwango, ambapo Florence alimpigia mwanawe na kumfahamisha kuwa uhusiano wake na Daniel Macharia ulikuwa umeharibika. Sasa nikimpigia alikuwa ameketi kwa kiti tu, ako so worried. Kamuuliza ni nini mbaya. Nawe so Dan akipita akamuuliza unaongea na nani? Then mama akakuwa like sinaongea na Michelle, kwa nani mwingine za kwa naongea na yeye. Akamwambia pana, acha kuongea na watu. Mama akaniambia Michelle, ukianza kuja tu tuongee mambo juu imesindikana. Mwanawe anaeleza kuwa huu ulikuwa wakati wake wa mwisho kuongea na mamake. Jumapili alizuru nyumba hiyo pamoja na shangazi wake, na walichokiona kilikuwa ni cha kutisha. Alikuwa amefunikwa, hatukuwa tumeona. Amestabiwa kwa roho. Mshukiwa huyu mkuu ametoweka baada ya tukio hili. Muthoni Brenda, runinga ya TV47.
16 dakika mtazamaji zimekatika baada ya saa 1 jioni saa za Afrika ya Mashariki. Kwa pumzizizo hizo tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Kwenye upande wa pili wa taarifa hizi tuna mengi zaidi. Kuja twende sehemu zile za historia, tuone maajabu, tusahau kila tabu, tupige picha zitatesa sana watu. Across oceans and borders, there are stories that connect us. Stories of friendship, purpose, and discovery. In every embassy, behind every title, there's a person, a story, a heartbeat that bridges two worlds. Who is Enwet Geiger? I would like to know. When I was a younger man, I used to sail the oceans. Balozi Speaks, My Country, My Story, takes you inside the lives of ambassadors, exploring how nations collaborate, how cultures intertwine, and how humanity drives diplomacy forward. Investing in human capital is the most sustainable investment that we can collectively do. Because beyond politics and protocol lies the power of people. Balozi Speaks, My Country, My Story, where diplomacy meets humanity. The world is facing so many environmental challenges right now. You might see some of them on your very own doorstep, like trash. But you might not be aware of others, like biodiversity loss. And if you don't know what the problems are, you can't fix them. As individuals, we can do a lot to protect our planet. But as communities, we are even more powerful. It's not always easy in today's world to find community, but it starts with connecting, listening, and participating. Welcome to Echo Africa. We will be showing you not only the crisis our planet faces, but the ways to solve them. Hey friends, welcome to Kids on the Block, the show that's all about fun just for you. Each week, we'll bring you music, cool stories, awesome adventures straight from the block to your screen. Don't miss the fun. Catch us every Saturday, 9 a.m. Toodles! Si mimi nilikuwa nasema niko na kichwa kubwa nika confuse. Lazima nibembelezwe. I love adrenaline. Ai, aki unachomwa. Show mingi. Natulia buda tukuoneshe. Love in the world is something you are not ready for. Mazee show ni noma sana. You can't look for that. Tuambie kutoka nani kwa show? Si wache waone. Your attention, please. Good morning, Kenya. This is not just a show. It's your runway to the bold perspectives and deep conversations. We don't just talk about the issues. We soar above the noise. From the runway to your living room. We are bringing the nation's top stories, hot interviews, and a smooth ride into your day.
kabisa kabisa. Karibu mtazamaji, ni zidi kukutaarifu. Serikali ya kaunti ya Mombasa imeandaa kikao na viongozi wa kitaifa wa KMPDU. Kikao hicho ambacho bado kinaendelea kinalenga kuleta suluhu kwa changamoto ambazo madaktari wa Mombasa wamekuwa wakipitia. Ikizingatiwa kwamba leo asubuhi KMPDU ilionya kuwa mgomo ungeanza leo saa 6 usiku iwapo serikali ya Gavana Nasir haingewajibikia lalama zao. Number one, we have doctors in Mombasa County that have not been promoted since the last strike we had here in 2020. We have doctors that now are being casualized and employed on contractual terms that are demeaning, that they cannot access even the health care that themselves are giving to the county. Even loans they cannot access. We have SRC recommendation of salary increment that has been implemented by other counties across the country, but Mombasa has not implemented. This strike underlines or underscores the importance of employees' dignity. We cannot have workers who have worked, they wake up every morning, show up for the citizens of this county to provide care under very difficult circumstances, only for the employer to turn around, not just to indignify them, but to also deny them their fair remuneration. Mtazamaji, taarifa zinazofika kwenye chumba chetu cha habari sasa hivi ni kwamba kaunti ya Mombasa wameweza kukubaliana na KMPDU, na hivyo basi mgomo ambao ulikuwa umeratibiwa kuanza leo saa 6 usiku umesitishwa baada ya mazungumzo ya zaidi ya saa 4. Sasa tudunde viwanjani. Na michezoni ni kwamba Nikhil Sachania anazidi kunoa makali yake ya mashindano ya 2026 Safari Rally Kenya, akiboresha gari lake aina la Ford Fiesta kabla ya mashindano ya dunia ya Safari Rally yatakayofanyika Machi tarehe 12 hadi 15 jijini Naivasha. Toleo la mwaka huu limeondoa uzinduzi wa jadi jijini Nairobi na kuhamasisha mashindano yote katika mazingira magumu ya Naivasha. Madereva watakabiliana na jumla ya hatua maalum 20 ndani ya siku 4 za ushindani mkali. Sachania ataongozwa na Deep Patel, huku akilenga kufanya vema katika mojawapo ya mashindano magumu zaidi kwenye kalenda ya WRC. For us, it's just a matter of making sure the car is performing at its best, and us approaching the stages with our minds rather than just going full out crazy. We don't want to do anything silly. We want to bring the car home. We want to put in a good performance and entertain the fans and try and perform the best we can. We're looking at a podium. I'll be very, very happy. Na michuano ya ligi kuu ya soka nchini Uingereza itaendelea hii leo, huku Liverpool ikiongozwa na mshambulizi Mohamed Salah wakikaribisha Wolves ugani Anfield. Haya yakijiri, michuano mingine itashuhudia Brentford ikimenyana na Bournemouth, huku United.
Na mtazamaji, kwa namna hiyo sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara Nyiroda Nyamai. Ninaondoka, lakini mtazamaji usiende mbali, salia papo hapo. Mwenzangu Elizabeth Motuko tayari amejaja studioni. Mgeni wake pia yupo ndani mtazamaji. Baada ya mapumziko haya mafupi atakuwa akirejea na kipindi Ukumbi wa Siasa. Usiende mbali.